sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Sisi kama sehemu ya Mji Mwema tukaona sio bora tupite kimya, tukasema tujipe mkono wa pongezi moja kwa pamoja, na idara nikawa nimewaomba wale ambao mtakuwa tayari kujipanga, kila mmoja kwa sehemu yake atoe mkono wa pongezi, na baada ya hapo tutamkaribisha atakuwa na neno la kuzungumza. Baada ya hapo pia tutakuwa na tukio lingine ambalo ni la askofu wetu mstaafu Mchungaji Mwisho wa Mwana Agrey Masao, aliyekuwa mwasisi wa jimbo la Kigamboni kwa nafasi ya askofu baada ya kuwa amepokea tumishi kutoka kwa mwenyekiti wa zoni ya Kigamboni Edward Mwaliego. Yeye ndio mwangalizi wa kwanza na askofu wa kwanza, na jambo nzuri kabisa ni kwamba yuko kwenye section yetu ya Mji Mwema. Tukaona haya mambo tuyafanye yote kwa pamoja, na tutakuwa na mkono wetu wa pongezi. Ni tendo la upendo, hatuna kitu kikubwa. Jamani, Bwana asifiwe. Ni ile kutambua tu kwamba huyu tunashukuru kwamba tunampongeza kwa namna ambavyo tuongoza kwa kipindi chote, na kumwambia sasa, Baba karibu katika section tufanye kazi pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi wakati huu tuanze na mkubwa Baba Askofu. Wakati huu nimpe nafasi sasa mwangalizi aende pale kwa askofu, pale kwa askofu. Askofu, naomba usimame, pokee mkono wetu wa shukrani. Tunatambua ukweli uko pale pale tu kwamba wewe ndio uliopokea jukumu hili kutoka kwa Baba Mwaliego, ukawa mwangalizi kwa miaka kadhaa na umekuwa askofu kwa miaka kadhaa. Sisi ambao ni wana section wako tunatambua utumishi wako, na hicho ndicho tunachokushukuru kwacho. Ni kidogo, lakini ni tendo tu la heshima na ni tendo la upendo, tunaomba kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sherehe wala usijali. Shaka. Mama Askofu Agrey Masao, nimesimama hapa kwa niaba ya Baba Askofu na kwa niaba yako mwenyewe. Baba alinipigia simu ya kwamba haja, lakini wewe unasimama badala yake. Ninapokuangalia wewe, mimi naona Baba Askofu Agrey Masao. Tumefanya jambo hili kwa dharura sana. Baada ya kukaa na kutafakari haraka, tukaamua tufanye kitu hiki kwa sababu tu kutambua na kuthamini utumishi wa Baba Askofu Agrey Masao tangu akiwa mwangalizi hadi kuwa askofu. Tumetambua mchango wake mkubwa sana kwa sababu ni mwangalizi wa kwanza na ni askofu wa kwanza. Lakini si hiyo tu, sisi kama Mji Mwema tunajivunia sana yeye. Ametuinua kwa sababu askofu huyu na mwangalizi huyu anatokea kwa section mama
ya mji mwema. Kwa sisi tuna sababu kubwa sana ya kujivunia juu ya utumishi wake, na kwa sababu hiyo tumetambua utumishi wake, tumetambua mchango wake. Sasa amestaafu, tumshike mkono baba, japo kwa kitu kidogo sana, hakilingani na thamani ya utumishi wake aliyofanya, lakini hii tunapoa kuonyesha kwamba upendo wetu, kwamba tumejali kiasi gani utumishi wake, na kwamba sasa tunamkaribisha kujumuika nasi katika sesheni yetu ya mji mwema. Mwambie baba ya kwamba hapa ni kwake, sisi bado tutaendelea kuwa ni watoto wake, bado tutaendelea kuhitaji ushauri wake, na bado ana haki ya kuingilia katika jambo lolote lile ambalo ataona haiendi sawasawa katika section hii. Kwa hiyo kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya ofisi, na kwa niaba ya watu hawa wa section ya mji mwema, ninakukabidhi hii zawadi ndogo, na kama mwakilishi naomba niwakilishe kwa baba. Mungu akubariki, umpe salamu nyingi sana kutoka section ya mji mwema. Na kama kuna wengine ambao wameungana na sisi wakati huu sasa wa kufanya hivyo, ili mama akiondoka basi anasimama moja kwa moja. Kama kuna wengine wamejiandaa kutoa chochote kama idara, kama wewe binafsi, kabla sijamshukuru Mungu, naomba mfanye hivyo. Karibu. Naona kuna mama hapo wanapaswa, karibu. Asante kwa zawadi kutoka kwa mama wa section ya mji mwema. Asante sana. Na kama kuna mwingine, basi mama yangu, hicho ndicho ambacho Mungu ametujalia kutuongoza na kukifanya kwa uchache sana. Ninakushukuru baba kwa wema mkuu ambao Mungu umetenda. Asante kwa askofu huyu ambaye Mungu ametumika kwa miaka mingi katika bonde hili, na amefanyika baraka kubwa katika utumishi huu. Tangu alipoanza hadi sasa tunaona makanisa mengi, ni kwa sababu ya wito wake uliotukuka. Nasi tunamshukuru kwa ajili yake, na tumetoa zawadi hii ndogo kuonyesha upendo wetu juu yake na kuonyesha kujali utumishi ambao amefanya kwetu. Baba, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Asante sana mama, asante sana. Asante sana washirika wote, asante. Haya, awamu hiyo tunaweza kurudisha tena. Waangalie tu. Wewe waangalie tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi pia sababu ya kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya tendo hili, kwa ajili ya viongozi. Mungu ameweza kuwapa moyo huo wa upendo. Nasema ni moyo wa upendo kuweza kufanya mapema kitu kama hili, kuweza kutoa mkono wa pongezi kwa ajili ya mtumishi. Ni moyo ambao ni moyo wa upendo waliokuwa nao mpaka wameweza kufanya kitu hiki. Mungu awabariki sana viongozi wetu wa section. Mungu awabariki sana wanawake na wanapokea kwa kile ambacho wamekwenda kufanya kwa ajili ya mtumishi. Mungu awabariki wachungaji wote na viongozi wa idara. Asante sana. Ifuatayo sasa ni makamu mwangalizi Donald Kitara. Karibu. Karibu. Naye pia karibu. Jamani, siku zote kuagana huwa kuna pande zote mbili, huzuni na furaha. Furaha kwa sababu tunaagana vizuri, huzuni kwa sababu nguvu fulani
section ya Mji Mwema. Tumetambua utumishi wako. Umefanyika baraka kubwa sana kwa ofisi yangu na kwa wajumbe wote wa kamati hii na ya Mji Mwema. Umefanyika baraka kubwa katika utumishi, umefanyika msaada mkubwa sana sana sana. Uniheshimu mpaka nilikuwa naogopa jinsi unavyoshuka kwa mpaka nisema huyu baba anatisha. Lakini si hayo tu, katika utendaji kazi umefanyika baraka kubwa sana. Nilipokuwa sipo, hakuna kilichoharibika kilikwenda. Na tumeandika historia kwa kikao cha mwisho kitafanya tuendelee kukumbuka sana. Kilikuwa tafu na wewe ulikuwa tafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kuzingatia na kutambua utumishi wako uliotukuka, section ya Mji Mwema imeamua kukupa zawadi hii ndogo. Hailingani na utumishi wako. Ni kuonyesha tu kwamba tunakupenda na kwamba tunajali utumishi wako. Wewe bado upo katika section hii kama mchungaji, lakini bado unahitaji busara zako na hekima zako na ushauri wako. Kwa sababu niseme tumetangulia katika imani. Mimi nimetoka kimekuta wewe upo. Unajua mengi kuliko unavyofahamu. Sasa na wewe pia hapo wote ni baba mwenyewe pekee yake. Ndiye baba wa imani. Lakini umehusika kwa sababu kwa sana na unafahamu mengi. Tunaomba usituache. Endelea kuwa ushirika na sisi. Kuna jambo tufuate, tuambie mwangalizi, katibu, makamu, mzazina, hili na hili haliko sawa sawa. Ni vizuri kaenda hivi na hivi na hivi. Lengo letu ni moja tu, kujenga mwili wa Kristo katika section yetu ya Mji Mwema. Na jina la Bwana litakuinuliwa na kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Kwa hiyo sasa ninaomba unyenyekevu mkubwa, pokea zawadi hii ndogo kutoka section ya Mji Mwema kama heshima na kujali utumishi uliotukuka ambao umefanya kwetu. Asante sana baba, na Mungu akubariki. Asante. Asante. Labda kama mnaondoka subiri kidogo. Section yetu ina wamama siku zote mstari wa mbele sana. Na ni wao pekee, sio kama kuna wengine ambao wamefanya kitu kwa ajili yao. Kwa hiyo wanyama wa mama na pia wanyama wa section na kwa zawadi yenu huyu baba. Asante sana. Simameni kwa kuchukua picha tukapamoja. Asante sana. Asante. Asante. Asante sana. Asante. Basi tunashukuru sana kwa jambo hili. Kama kuna wengine naona kuna wengine. Kama mko wengine basi nipange wote. Asante sana. Ni watu gani watoto? Watoto. Haya, upendo mkubwa sana. Watoto nao wanafanya kitu. Asante sana. Asante. 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 Haya, binafsi. 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 Karibu. Asante. Asante sana. Mungu awabariki nyote. Mungu akubariki baba. Kama kuna lolote, asante. 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 Tunakupa nafasi hii uzungumze machache. Kama lolote la kusema, basi karibu baba. Watumishi wa Mungu, Bwana
Yesu asifiwe. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii ya kukusanyika kwenye baraza hili la sehemu mwema. Mimi sikujua haya kwamba yatafanyika, lakini kwenye saa 2 na dakika hivi Mwangalizi alinipigia simu, nikasema Bwana, na dharura wenzangu leo siko vizuri. Akaniambia sasa Bwana, leo kuna jambo la muhimu kwa ajili yako. Na mimi siku zote Mwangalizi aliniambia neno na mwishi. Akaniambia basi Mwangalizi, fanya juu chini. Yesu asifiwe. Kwa hili lolifanya mtumishi wa Mungu wa sehemu ya Mji Mwema ni upendo umeonyesha, kama nilivyotangulia kusema kwa askofu, umeonyesha upendo wa katika utumishi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata hii zawadi nilizokipa hazina ukubwa kushinda upendo ulioonyesha kwa kunipa nafasi hii Mwangalizi ya kusema na mimi ndani yako. Sikutarajia umeonyesha upendo, na mimi nashukuru kwa upendo wenu na hata kwa heshima hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mwangalizi amenipa niseme neno, mimi naomba kwa nimekaa kwenye meza hii nimejifunza. Mwangalizi, kwa kuwa nimejifunza meza hii, na nitajitahidi sana kuiheshimu meza, maana najua kazi iliyoko hapa wanaoifanya hawa watumishi. Hii meza kama bila washirika wanavyoheshimu sisi makanisani, huyu Mwangalizi tumheshimu mchungaji wetu. Hawa viongozi wetu, wazee watu wa kanisa, Yesu asifiwe, tuheshimu hawa waliokaa. Sio kukaa mtu na unawasema ovyo ovyo. Ogopa hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu na sehemu yetu ya Mji Mwema. Mimi Mwangalizi nitakuwa kwanza kuheshimu na kuiheshimu meza. Na ukinituma mimi kwanza, nilikajuzi katibu akanipigia simu, Bwana, pamoja na kwamba umeshatoka, unakuomba wewe kibao tuwakishi, maana kuna ratiba ya kutembelea makanisa. Kidogo nilitaka kusema mbona muda wangu umeshaisha. Nikaona huko na moyoni ninakosa amani, nikasema katibu nitakwenda. Nimejifunza kuitii na kuiheshimu hii meza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimejifunza, na leo hapo kesho ni wewe na kuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuiombea meza hii kwa maendeleo ya section yetu, mafanikio ya section yetu, na kwa amani yetu, na kwa maendeleo ya kazi ya Mungu kwa ujumla. Tupendane. Sisi wote watumishi wa Mungu wasema ni mwema, tupendane, tuheshimiane. Mwisho, ingawa sima soma maliza kwa sababu ya niombe msamaha kwa meza. Kama Mwangalizi iliyokosea na kunisamehe. Maana miaka 4 tumefanya kazi pamoja, haiwezekani sijamkosea wewe. Katibu, wewe bwana ndio umeingia na meza yenu ambayo hayupo. Kama kuna neno niliwakosea, naomba msamehe. Nisamehe. Na nyinyi watumishi wa Mungu wote, wajumbe, mimi ni mwanadamu, nina madhaifu yangu, ingawa pia nina mazuri yangu. Kwa yale madhaifu yangu niliyokukwaza, niliyokukosea, na waomba mzee Marieko, mama, kwa niaba askofu na wajumbe wote, nisamehe. Hiyo basi sasa mimi ni mjumbe mwenzenu, na nitawasaidia sana kuchangia mambo mengi.
Anaweza simeniona leo kwa hapa nilivyoisha tamaa. Hivi hata nilipokuwa naenda kwenye baraza na nani? Ananijua mimi. Siwezi kuona kitu kinaenda ovyo nikanyamaza. Kwa tutafanya kazi pamoja mimi na wajumbe wote kwa ajili ya kuijenga sehemu hii na kulijenga kanisa letu, lakini kuwasaidia hawa na viongozi wetu. Maana kazi wanayoifanya ni kubwa sana. Endelea kuheshimu, endelea kuwapenda na kuhakikisha Mungu awabariki sana. Asante. Kidogo nataka niseme. Mama Askofu, kwa niaba ya askofu na baba makamu mwangalizi, kweli tulikuwa na ratiba ya kuandaa keki, lakini kwa bahati mbaya sana bwana, ile keki huyo mwandaji sio ameingia miti. Kwa hiyo mtusamehe, lakini nilikuwa wewe ni wetu. Na washukuru sana wote kwa pamoja. Asanteni sana, Mungu akubariki. Labda kwenye ofisi yangu kuna mtu anayezungumza au kwenye kwa wajumbe labda moja awakilishe asante chochote. Haya, asante sana. Asante tena. Asante sana. Asante. Ongeza makofi jamani. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Katibu na mshukuru Baba. Bwana asifiwe. Sasa hivi tutoe sadaka na tuombee na chakula, na wakati huo sasa muombe mama askofu abariki haya yote. Karibu. Asante kwa kila mmoja ambaye amehudhuria kikao hiki Bwana. Asante kwa ajili ya viongozi wetu ambao wamekuja kuendesha kikao hiki. Tazama hata sasa tumefika mwisho Bwana. Baba, tunahitaji kukuona Mungu ukionekana katika mambo yote. Hata tunapokwenda kumaliza, bado wewe ni Mungu kwetu, mfalme wa amani. Tunaleta mbele zako sadaka hizi ambazo wanaona kwenda kutoa Bwana. Bariki kila mmoja anayekwenda kunyosha mkono na kukutolea Bwana, ili ziweze kuitenda kazi yako Baba. Asante kwa ajili ya chakula ambacho kimeandaliwa kwa ajili yetu Baba. Tunakikabidhi mikononi mwako Jehova, ukakitakase kila mmoja anapokwenda kukitumia. Mungu, kikawe chema katika afya zetu. Ninakikabidhi mikononi mwako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, naomba na kuamini. Amen.